Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya JS Kabylie, mchezo ambao unakwenda kutoa hatima ya Yanga kuweza kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo. Bwana, kuelekea kwenye mchezo huo na kusogezea taarifa ambayo pengine si nzuri sana kwa mashabiki wa klabu ya Yanga kuelekea kwenye mchezo huo, kwa sababu ya kukosekana kwa mchezaji ambaye ameonekana muhimu sana kwenye michezo ya kimataifa. Bwana, taarifa ni kwamba Mohamed Damaro Kamara, usajili ambao Yanga ulifanya kwenye dirisha dogo, bwana, hatakuwa sehemu ya mchezo dhidi ya JS Kabylie kutokana na kadi 3 za njano. Sasa hapa msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe anatanabaisha taarifa hiyo ya kukosekana kwa Mohamed Damaro Kamara. Chote kiko tayari. Mchezaji pekee ambaye atakosekana kwenye mechi ya Jumapili kwa sababu za kikanuni ni Damaro, kwa sababu amepata idadi ya kadi 2 za njano, kadi 3 na kadi 1 ilitoka nayo huko akiwa Singida. Kwa maana yake hatakuwa ana fit kikanuni kucheza mechi ya Jumapili. Kwa hiyo tumemuondoa kwenye mpango, amebakia Dar es Salaam. Bwana, iko hivyo kwamba Mohamed Damaro Kamara anakwenda kukosekana kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie. Na kwa nini pengine nimezungumza kwamba ni moja kati ya taarifa mbaya sana kwa Yanga? Bwana, toka kuingia kwa Mohamed Damaro Kamara kwenye eneo la katikati, akiwa Mohamed Damaro Kamara anacheza kama namba 6. Bwana, eneo la klabu hiyo, kwa maana la hiyo eneo la katikati bwana, limeonekana kuwa imara sana. Tulimshuhudia mchezo wa kwanza kabisa wa michuano ya kimataifa dhidi ya JS Kabylie kule Algeria akikiwasha na kufanya vizuri, lakini pia tulimshuhudia kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly ambapo Yanga alikubali kichapo cha goli 2-0 kule Cairo. Lakini uwepo wa Mohamed Damaro Kamara ulionyesha kabisa kwamba eneo la katikati la Yanga lilikuwa imara zaidi, akicheza sambamba na Duke Abuya. Lakini pia hata kwenye mchezo wa marejeano Al Ahly dhidi ya Yanga, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya goli 1-1, bado Mohamed Damaro Kamara aliendelea kuonesha kwa nini amesajiliwa na klabu ya Yanga. Sasa kukosekana kwa Mohamed Damaro Kamara pengine kunaweza kukaleta mapungufu fulani kwa sababu ya kukosekana kwake, kwa sababu tumeona kila ambacho amekifanya akiwa na klabu ya Yanga. Sasa kwenye eneo hilo tutegemee mabadiliko kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya JS Kabylie, kwa maana ya Mudathir Yahya pamoja na Duke Abuya huenda wakakabidhiwa mikoba ya kusimamia kwenye lile eneo la katikati. Tunafahamu Azizi Andambwile licha kufanya vizuri sana kipindi cha Romain Folz, lakini sidhani kama anaweza akapewa nafasi ya moja kwa moja na kocha Pedro, kwa sababu ni moja kati ya kocha ambaye amekuwa hamtumii. Lakini tunafahamu bora pia wa Azizi Andambwile kwenye eneo la katikati akicheza kama nambari 6. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo si nzuri sana kwa klabu ya Yanga, lakini kutokana na ukubwa wa klabu hiyo, kutokana na ukubwa wa wachezaji, kutokana na usajili ambao Yanga ameufanya kwenye dirisha dogo la usajili, huenda Yanga wakaenda kuonyesha ukubwa wao na ni kwa nini wanashiriki michuano hiyo ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana, kwa nini nasema ni mchezo wa hatma ya Yanga kutinga hatua ya robo finali? Ni kutokana na namna ambavyo msimamo ulivyo, msimamo huo wa kundi B, ambapo mpaka sasa Al Ahly yeye anaongoza akiwa na pointi zake 9, FAR Rabat na pointi zake 8, Yanga Afrika na pointi 5, JS Kabylie yeye na pointi 3. Sasa Yanga ili wafuzu kwenye mchezo huo wanatakiwa kushinda magoli mengi kuanzia 2 mpaka 3, lakini wakati huo pia wakiombea Al Ahly mfunge FAR Rabat kuanzia goli 1 na kuendelea, ili Yanga waweze kutinga hatua ya robo finali. Kama Al Ahly atamfunga FAR Rabat, basi FAR Rabat atasalia na pointi 8, Yanga atafikisha pia pointi 8, lakini head to head watakuwa wanalingana, kwa maana Yanga alishinda 1-0 kwenye uwanja wa New Amani Complex, wakati FAR Rabat naye alishinda mchezo wake wa marejeano kule kwake goli 1-0. Kwa hiyo kitakachoangaliwa itakuwa ni head to head, ambapo sasa Yanga atakuwa na faida ya magoli mengi kama atamfunga magoli mengi JS Kabylie. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo Yanga
wanaomba mchezo huo uwe, yani kwa maana ya mchezo dhidi ya JS Kabylie wapambane kushinda, lakini mchezo dhidi ya FAR Rabat na Al Ahly Yanga wanaomba maombi kwamba Al Ahly amfunge FAR Rabat. Na ni kwa nini Yanga wanaamini kwamba Al Ahly anakwenda kumfunga FAR Rabat? Ni kutokana na mchezo wao wa kwanza ambao ulitamatika kule Morocco kwa sare, lakini mchezo ukitamatika kwa vurugu kubwa sana ambazo zilifanywa na mashabiki wa FAR Rabat. Kwa pengine ni moja kati ya jambo ambalo Al Ahly walichukizwa nalo, kwa hiyo wanatamani kulipa kisasi, lakini si kulipa kisasi kwa nao kufanya vurugu, bali kulipa kisasi kwa kuwafunga. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinawaaminisha Yanga kwamba FAR Rabat anakwenda kufa na wao kushinda kwenye mchezo huo ili waweze kufuzu hatua ya robo finali. Mchezo yote tapigwa majira saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezea, lakini kubwa zaidi ni kukosekana kwa Mohamed Damaro Kamara, nyota mpya wa klabu ya Yanga ambaye amesajiliwa kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars kwa mkopo baada ya kuonyesha uwezo mkubwa sana kwenye baadhi ya michezo ambayo amecheza ikiwa ya kimataifa. Sasa anakwenda kukosekana kutokana na kuwa na kadi 3 za njano, moja akitoka nayo ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo Yanga bwana wanakwenda kumkosa Mohamed Damaro Kamara, lakini kwenye lile eneo la katikati Mudathiri Yahaya, Duke Abuya wako tayari kabisa kuhakikisha kwamba hakuna mapungufu yatakayoonekana kwenye eneo hilo, na tunafahamu uwezo wa nyota hao Duke Abuya pamoja na Mohamed Damaro Kamara ambao wanaweza kucheza nafasi hiyo vilivyo. Kwa hiyo tunakwenda kushuhudia mabadiliko kwenye eneo hilo la katikati, lakini good news ni kuongezeka kwa Buba Jamii, raia kutoka Gambia ambaye tayari ameshakwisha kuungana na kikosi na anaendelea kutrain na kikosi. Kwa hiyo hakuna kinachoharibika baada ya kukosekana kwa Mohamed Damaro Kamara. Ongezeko la Buba Jamii kwenye eneo la ushambuliaji linampa nafasi nyingine Pedro kuimarisha kikosi chake na kuongeza nyota, lakini pia kupona kwa Clement Mzize kunaendelea kumpa jeuri Pedro Gonzalez kwamba hata kama pengine anapungua mchezaji mmoja, lakini bado kuna idara ambazo wachezaji wengine wanaongezeka na wachezaji muhimu sana ambao pengine inaweza kuwa ni silaha yake kubwa ya kuiangamiza Pedro ya kuiangamiza JS Kabylie kwenye mchezo huo. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee, kukosekana kwa Mohamed Damaro Kamara kwenye mchezo huo, mchezo muhimu kwa Yanga, mchezo ambao Yanga wanatakiwa kushinda, mchezo ambao Yanga wanatakiwa kushinda magoli mengi ili kuweza kufuzu hatua ya robo finali kwa kishindo. Na wao wamezungumza kwamba wanakwenda kutinga hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika kwa kishindo, kwa kushinda, lakini wakati huo maombi na dua zikiwa kwa Al Ahly ili waweze kumfunga FAR Rabat na kuweza nao kushinda ili kuweza kushika nafasi ya pili na kuungana na Al Ahly ambao tayari wao wameshakwisha kutinga hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana, hiyo ndio taarifa ambayo nimekusogezea, lakini pia unaweza ukashare na mimi pengine kukosekana kwa Mohamed Damaro Kamara kwenye eneo la katikati unadhani unakwenda kuona mapungufu gani kwenye ile eneo la katikati, na unadhani nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba eneo la katikati linakuwa imara na no Kamara no problem? Unadhani nini ambacho Pedro anatakiwa kukifanya kwenye hilo eneo la katikati ili Yanga aweze kuibuka na ushindi wa kishindo dhidi ya... Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.